kufanya usajili kutoka FIFA na CAF. Hii imekuwa ikijitokeza kwa upande wa Young Africans. Uongozi walionao, mtu wa bodi ambaye wapo naye Engineer Harris, rais wa vilabu vyote Afrika, mjumbe wa bodi ile ya FIFA, rais wa Young Africans, timu inakumbana na dhahama kama hii kwamba wanafungiwa mara usajili na vitu kama hivyo. Inawezekana ikawa ni nyepesi sana kuimaliza ama kuitatua ile tatizo, lakini haileti picha nzuri kwa upande wa Young Africans. By the way, ni jambo ambalo alileti picha nzuri, lakini inawezekana linajirudia. Nilikuwa najiuliza kwa nini linajirudia, lakini kitu pekee ambacho nilikifikiria nikaona kweli inawezekana ndo kinafanya haya yote yajirudie. Sio kana kwamba hawana pesa ya kulipa. Okay. Inawezekana wakati tukio linatokea la Yanga kudaiwa lilitokea kwenye wakati gani na kwenye uongozi gani. Okay. Maana yake inakuwa ni ngumu, labda uongozi huu ndo ulikuwepo alafu huyu anakuja kulipa kidogo. Inatakiwa process kwamba wakati labda Yanga wanapata hili deni, labda tuseme GSM haikuwepo. Okay. Kwa mfano haikuwepo. Kwa mfano haikuwepo wakati Yanga wanadaiwa. Kwa mfano kipindi ambacho ile kesi ya Luka Emeli kama unakumbuka, alikuwa kocha wa Yanga. Yeah, sahihi. Wakati yupo uongozi uliokuwepo, mifumo, alikuwa mshindi Msora. By the way, alikuwa mabadiliko yalifanyika. Ama alikuwa mwenyekiti, yes. Walikuwa na ile ya mwenyekiti wa klabu, yes. Lakini kwa sasa ni tofauti. Yes. Kwa hiyo nikawa nikapata jibu hilo kwamba inawezekana pia hii issue ya mabadiliko na yenyewe inachagiza, kwa sababu mpaka GSM labda ndo aje kuhusika kulipa, lazima kuna maelezo. Kuna yes. Process. Lakini ili swala liishe labda kwa urahisi ni kwa sababu Yanga ina pande mbili. Kama ilivyokuwa kwa Simba. Okay. Pande wa wanachama, lakini pia pande wa mwekezaji. Kwa hiyo wanachama inawezekana ndo wanalielewa hili swala zaidi kuliko hawa ambao wao wamewekeza, kwa sababu wanachama walikuwepo tangu enzi hizo, lakini yale makabrasha pia yapo yanayoelekeza. Kwa hiyo ili swala nimepata jibu la namna hiyo, lakini kama ulivyosema ni kitu ambacho hakileti afya, kwa sababu kwa mfano sasa hivi wanaweza wakasema tushamaliza kusajili, haina shida, lakini kuna muda itakuja kuwaangukia wakati ambao hawajasajili hata mmoja sahihi, alafu unaelekea msimu utafanyaje? Utakulazimu kulipa. Kwa hiyo organize tu waone kama wanalipa ili haya masuala yaishi, kwa sababu ukijaribu kuangalia madeni yote ambayo yamekuwa yakiwafanya Yanga wafungiwe sio ya hivi karibuni. Yaani yaliyo mengi ni kuanzia misimu miwili nyuma na kuendelea, yani kurudi nyuma. Okay. Kwa hiyo ya sasa hivi sidhani kama ipo. Yani kwa sasa hivi, kwa sababu uendeshaji wa sasa hivi kidogo umebadilika. Kwa hiyo unaweza ukaona misimu miwili kurudi nyuma ndio madeni ya namna hiyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho akileti picha nzuri kwa klabu kama Yanga, lakini pia hilo jambo lilikuwa linawakuta sana timu za Morocco, Raja Casablanca, lakini pia Wydad. Ni timu ambazo mara nyingi kukumbwa na haya matatizo ni jambo rahisi sana. Yani kukuta sijui mchezaji anadai, unakumbuka hata ile issue ya Seven Msufa. Seven Msufa, yes. Lakini pia wapo nyota wengine ambao waliwahi kudai pale Morocco. Kwa hiyo nimeliangalia kwenye namna hiyo ya kwamba inawezekana uongozi uliokuwepo na uliopo ndicho kitu kinacholeta mkanganyiko wa kwa nini hawalipi wakati taarifa wanatumiwa. Bwana, sawa, ni Young Africans na kile ambacho wapo nacho mpaka sasa, ama taarifa ambazo zinawahusu Young Africans. Nitamani tumalize kwa Yanga. Jana pia walitoa jezi, by the way kila mmoja na mtazamo wake kwenye jezi. Nafikiri umeziangalia hata kama sio live kabisa, ila kwenye social platform umeipitia, umeona mabadiliko ambayo yameonekana kwenye jezi za msimu huu. Kuna mabadiliko makubwa sana by the way, lakini swali langu la msingi ni kwamba toka alivyoondoka Ngoi, alikuwa anaitwa
Ngoi. Yes, Ngoi, si ndio hivyo? Yeah. Ambaye alikuwa designer wa jezi za Young Africans. Baada ya kuondoka huyu ambaye wamempata, kuna namna, yani kuna vitu vimebadilika, yani utoaji wa jezi, ama kila mmoja ana vitu vyake binafsi ambavyo vinamtofautisha na mtu mwingine. By the way, watu hawezi kufanana, na siku zote kila mtu anafanya vile ambavyo anaamini, na mpaka kitu kinatoka kinakubaliwa, maana yake wahusika wale ambao wamemwagiza tayari wamesharidhia kwamba uuzi ni mzuri, basi tuutoe. Sasa issue inabaki kwenye matazamio ya kila mtu. Huyu anauonaje, huyu anaonaje? Yes, mapokeo. Ndio maana kila mtu anasema cha kwake. Kuna mtu atakwambia huu wa ugenini mzuri, kuna mtu atakwambia kwa sijui third kit ni mzuri, kuna mwingine atakwambia huu hamna jezi. Lakini yote na yote ni kwamba iko hivyo kila msimu almost. Sijawahi kuona msimu ambao timu yoyote ile hata kama ni Yanga au hata kama imetoa jezi imekubaliwa. Yani zote zile tatu zimekubaliwa na wote kwamba yes, jezi ni kali hizi ni kali. Badala yake utakuta huu sijui wa nyumbani wamepatia, huu watatu wamepatia, sijui wa mazoezi wamepatia, bora wangetumiwa mazoezi. Iko hivyo kwenye issue ya designing. Lakini mabadiliko ambayo yanakuwepo kwenye jezi kwa sasa hivi, ambacho ninajaribu kukiangalia kwa timu zote, sio tu kwa Yanga, kwa naona hata kwa Simba wanajaribu kwamba issue ya muundo, yani muundo wa jezi. Kwa mfano ukiangalia jezi ya Simba ile nyekundu, ukaangalia jezi ya Simba ile nyeupe, lakini pia na ile ya blue. Kwenye issue ya muundo ni tofauti kabisa. Maana yake mwekundu ni tofauti, lakini pia mweupe ni tofauti na blue ni tofauti. Kwa hiyo wanajaribu kubadilika kwenye muundo, ambapo nyuma kilichokuwa kinabadilika ni rangi tu. Ila unakuta muundo ni ule ule. Ukija kwa Yanga, jezi ambayo imezinduliwa jana, wa kijani ni muundo ni tofauti, lakini wa njano muundo ni tofauti, lakini pia hata ule mweusi muundo ni tofauti. Kwa hiyo wanajitahidi kubadilika kwenye muundo, kwamba kila jezi ina rangi tofauti ndio, lakini pia hata designing ile inakuwa tofauti, hususan labda kwenye issue ya kwenye neck, kwa maana kwenye shingo. Kuna muda wanatengeneza round neck, lakini pia kuna muda wanatengeneza zile zenye kola. Kuna zile ambazo wanatengeneza ni muundo kama ni kola lakini sio kola, kama ambao huo wa kijani wa Yanga unaweza ukaona kwa namna hiyo ni tofauti na huo wa njano. Kwa hiyo kwenye hiyo issue kidogo wanajaribu kubadilika. Sasa issue inakuja kwenye mapokeo, kwamba kwenye kubadilika wamepatia au hawajapatia. Tukija kwenye issue ya material, by the way, ni sehemu ambayo wanawini kwa kiasi kikubwa. Ukiangalia hizo jezi zote kwenye issue ya material wako hakuna shaka yoyote. Maana yake ni uzi ambao umekamilika, sio ule zile ulikuwa unavuta inaweza ikachanika. Lakini doubt kubwa ambayo naiona, ama nimekuwa nikisikiliza watu wadau, maoni ya watu wanaozitazama zile jezi baada ya utambulisho, wanaangalia sana kwenye appearance, yani ule mwonekano wa jezi nzima ilivyo. Ijalishi wewe sijui umeplani sijui kubadilisha shingo, sijui iwe na kola isiwe na kola, rangi, namna ya kuzipangilia zile rangi, kwamba hapa kikae hiki, hapa akae mdhamini, huku ikae logo. Wanaangalia vyote hivyo. Sasa kwenye issue hiyo ya namna hiyo ni ngumu sana kuelewa kwamba huyu anahitaji nini, kwa sababu kila mtu anahitaji cha kwake. Huyu akitoa cha kwake na huyu akatoa cha kwake, sijajua sasa huyu anaye design anaweza akafanya nini. Mwisho wa siku unaweza ukakuta jezi ina vitu vingi ambavyo havitaki. Kwa hiyo mimi doubt yangu kwenye jezi, nafikiri ni kujaribu kuangalia kwamba kuna nyakati ambazo, ama kuna misimu ambayo licha ya kwamba wapo wanaopinga, lakini kuna namna ambavyo kuna msimu ambao ukitoka unaona walau hata nusu au robo tatu wamekubali au wameridhia. Sasa
unapoona labda msimu mwingine umezindua nusu imeshuka imekuja robo ndo imeridhia, ila robo tatu bado unatakiwa kujiuliza kwamba kwa nini kwa nini kipindi hiki ilikuwa hivi na kipindi hiki imekuwa hivi. Nafikiri hapo ndo shida ambayo bado hawajaigundua, lakini kwangu mimi ukiniuliza issue ya material iko sawa, lakini pia issue ya kutaka kubadilika kwenye au to design wako sawa, wanajaribu kwenda kiutofauti, kwa sababu hata ukiangalia zile jezi za mazoezi zilivyo bado ni tofauti. Zile jezi za kusafiria bado ni tofauti, yani kila kitu kimejitegemea. Hapo kidogo wanahitaji ule ubunifu. Wanajaribu kuweka ubunifu, lakini ukiangalia nafikiri doubt kubwa ipo kwenye muonekano. Mimi nitamani pia tugusie na hii kipindi ambacho alikuwepo Ngoi, alikuwa anapata nafasi ya kuelezea vitu ambavyo ama material ambayo ameyatumia na aina ya tunasema ile creativity, ubunifu ambao ameweka kwenye jezi. Alikuwa anapata muda kuelezea kwamba nimeweka kitu fulani kwenye jezi kwa sababu ya hiki, nimeweka hiki kwa sababu ya hiki. Lakini baada ya kuondoka yeye, hata huyu ambaye ametoa jezi hata msimu uliopita akupata nafasi ya kuelezea. Mfano jezi ya njano hii angeelezea hii mistari nyeusi ina maana gani. Hilo liko sawa, lakini ni the way ambavyo labda watu wanaamua. Nafikiri Yanga wamekuwa wakizungumza. Kuna kipindi walitoa jezi, nafikiri ilikuwa msimu wa 23 24 kitu kama hicho. Ilikuwa na saini za wachezaji kama unakumbuka, walielezea lakini pia msimu huu tu Simba wenyewe walielezea kwenye issue ya how to design, yani vile vitu walivyovitumia kwenye jezi walielezea. Kwa mfano Simba utakuta ule uzi mweupe hapa pembeni wameandika hiyo miaka 90 ya klabu walielezea, lakini pia wakaelezea matamasha yao, tamasha lao la ngapi hili ndio timu ya kwanza, lakini pia ule mweupe namna ulivyokuwa wakati wanazindua. Nilifuatilia, alizungumza Ahmed Ali na Jairuti pia alikuwepo, walizungumza kila ambacho kimeplaniwa ama kwa nini wamezindua vile. Lakini inawezekana hayo ni mambo ambayo ni ya kitaasisi zaidi, kwa maana ya secret vile wanavyoamua wao kwamba tuweke bayana tusiweke bayana ni wao wanavyoamua. Lakini hiyo issue pia iko sawa, kwa sababu hata ukiwaambia watu lakini bado atarudi pale. Mtu akiamua kukuelewa atakuelewa, lakini kama akitaka asikuelewe pia hata ukielezea pia hawezi kuelewa, kwa sababu ataona kama ndio sawa ulikuwa unamaanisha hiki, lakini kwa nini haionekani vizuri? Bado ataendelea kukuuliza, jambo ambalo pia linawezekana likakunyima concentration ambayo kwa sababu kila mtu ana mawazo yake. Lakini wakati mwingine huwezi ukasema usikilize ushauri wa kila mtu. Sahi. Bwana, hao ni Young Africans ambao mambo yao yako kwa namna hiyo. Bado tuna muda wa kuzungumza tamasha lao, au sio bwana? Siku ya Jumapili. Sawa, tugeukie kwa upande wa Simba bwana.